Mvutano wa kijeshi na kisiasa kati ya Iran, Marekani, Israel na baadhi ya nchi za Ghuba umeendelea kuongezeka huku viongozi wa Iran wakitoa onyo kali kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu yake muhimu inaweza kusababisha hatua kubwa za kulipiza kisasi na kuathiri usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Katika kauli iliyotolewa kupitia mtandao wa X, Mohammad Mokbar, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, amesema kuwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Iran inaweza kuibua migawanyiko mikubwa inaweza kutikisa mfumo wa uongozi wa Marekani ambao kwa mujibu wake umedumu kwa takriban miaka 250. Mokbar alisema Marekani inaonekana kuangalia mgogoro huo kwa kutumia hesabu za kijeshi, huku Iran ikidai kuwa inajibu kwa kuzingatia uzoefu na mantiki ya kihistoria. Natumia hesabu za kijeshi, lakini sisi tunajibu kwa mantiki ya kihistoria, alisema. Aliongeza kuwa nguzo kuu za mfumo huo zinapoanza kuporomoka, hakutabaki tena kitovu cha kutoa amri wala soko la kunyonya wengine. Kauli iliyotafsiriwa kama onyo kwamba vita dhidi ya Iran vinaweza kuwa na madhara makubwa kwa mfumo mpana wa kisiasa, kiuchumi na kiusalama unaoongozwa na Marekani. Wakati huo, baadhi ya wabunge wa Iran wameongeza mashinikizo kwa kutoa vitisho kwa hatua kali za kulipiza kisasi iwapo Marekani itashambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Mbunge Ibrahim Razaei, ambaye ni mjumbe wa kamati ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya bunge la Iran, amesema kuwa shambulio lolote dhidi ya Iran linaweza kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Iwapo Iran itashambuliwa, tutarudisha eneo lote la miundombinu yake katika zama za mawe, Razaei aliandika kupitia mtandao wa X, akionya kwamba itakuwa vyema kwa Marekani kuepuka hatua yoyote ambayo inaweza kuchochea vita kuongezeka na kwa vikubwa zaidi Mashariki ya Kati. Razaei alidai kuwa Washington inaamini inaweza kufanya mashambulizi ya haraka dhidi ya Iran na kukilazimisha kujisalimisha, lakini akasema mtazamo huo ni wa kupotosha. Aidha, alimshutumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kile alichodai kuwa ni kumshawishi rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba Iran inaweza kushindwa kwa shambulio la muda mfupi. Kauli hizo zimekuja wakati bunge la Iran likianza kupitia mpango wa kusimamia mwenendo wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa inayotumiwa kusafirisha sehemu kubwa mafuta na gesi kutoka nchi za Ghuba kwenda katika masoko ya dunia. Msemaji wa kamati ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya bunge la Iran, Hassan Ghashghavi, amesema kamati hiyo imeanza kuchunguza mpango wa kuzingatia ulinzi wa maslahi ya taifa na kuhakikisha usalama wa Iran. Ghashghavi pia ameishutumu Marekani kwa kile alichokiita kutumia mbinu mbili tofauti kuhusu vita pamoja na mazungumzo. Kwa mujibu wake, Marekani inatishia kuongeza vita hadharani, lakini kwa upande mwingine inatafuta njia za kufanya mazungumzo na Tehran kupitia njia zilizopo za kidiplomasia. Katika vyombo vya habari wanazungumzia kuongeza mvutano, lakini kupitia njia zilizopo wanaomba mazungumzo, alisema Ghashghavi, akisisitiza kuwa Iran haitadanganywa. Aliongeza kuwa iwe Marekani itachagua kuongeza vita au kuingia katika mazungumzo, italazimika kukubaliana na masharti ambayo Tehran imependekeza kuhusu usimamizi wa upitishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa njia za baharini baada ya taarifa kueleza kuwa meli ya kubeba gesi asilia iliyoyeyushwa LNG kutoka Qatar ilipigwa na kitu kinachodhaniwa kuwa kombora wakati ikipita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa za kiusalama na data za ufuatiliaji wa meli hiyo ilitambuliwa kuwa ni Gaslong Shanghai. Ripoti zilieleza kuwa eneo lote la injini liliharibiwa na meli hiyo kushindwa kuendelea kujiendesha kwa kawaida, na hata hivyo kuna vifo vilivyoripotiwa na madhara ya kimazingira yaliyothibitishwa. Tukio hilo limeongeza hofu kwamba mzozo unaweza kuathiri moja kwa moja biashara ya kimataifa mafuta na gesi, hasa kwa kuwa mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu kwa usafirishaji wa nishati kutoka Mashariki ya Kati kwenda katika masoko ya Asia, Ulaya pamoja na maeneo mengine duniani. Kwa upande mwingine, Bahrain na Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba GCC zimelaani mashambulizi ambayo Iran inadaiwa kufanya dhidi ya maeneo ya kiraia na miundombinu muhimu nchini Kuwait. Wizara ya mambo ya nje ya Bahrain ilisema mashambulizi hayo ni ukiukwaji mkubwa wa mamlaka, usalama na utulivu wa Kuwait, na Bahrain pia ilidai kuwa mashambulizi hayo yameweka maisha ya raia na wakazi katika hatari na yanakiuka sheria za kimataifa, mkataba wa Umoja wa Mataifa pamoja na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2817. Bahrain imetoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ambayo imeyataja kuwa yasiyo na sababu, ikiwemo yale yanayodaiwa kufanywa na Iran na makundi yanayounga mkono katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, katibu mkuu wa JCC Jassim Abdullahi alisema mashambulizi yalilenga eneo la serikali na mali za kiraia katika kisiwa cha Bubiya nchini Kuwait,
ukiukwaji wa wazi wa mamlaka ya taifa hilo. Abu Dayo alidai kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya mwenendo wa Iran unaolenga kuvuruga usalama na utulivu wa eneo la Ghuba, na akisisitiza kuwa nchi wanachama wa G7 zinasimama kwa mshikamano kamili na Kuwait na zinaunga mkono hatua zinazochukuliwa na taifa hilo kulinda usalama, mamlaka pamoja na uadilifu wake wa eneo hilo. Kadri hali ya usalama inavyozidi kuwa tete, Marekani imeanza kutoa tahadhari kwa raia wake walioko katika maeneo mbalimbali huko Mashariki ya Kati. Ujumbe wa Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu umewataka Wamarekani walioko katika eneo hilo kuzingatia kuondoka Mashariki ya Kati au kuwa tayari kuondoka haraka iwapo hali itaendelea kuwa mbaya zaidi. Katika taarifa iliyotolewa kupitia mtandao wa X, ujumbe huo ulisema mazingira ya usalama bado ni magumu na kuna uwezekano wa kutokea kuongezeko la ghafla la mvutano, na ujumbe huo ulionya kuwa huenda kukawa na kufutwa kwa safari za ndege, kufungwa kwa muda kwa anga za baadhi ya nchi pamoja na usumbufu mwingine katika usafiri. Tahadhari kama hizo pia zilitolewa na balozi na ujumbe wa Marekani nchini Israel, Iraq na Jordan, na raia wa Marekani wameelekezwa kwa uangalifu, kuongeza makini na kuwa tayari kuondoka iwapo hali ya usalama itazidi kuzorota. Ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem ulisema Iran na makundi yanayounga mkono yanaweza kulenga maslahi ya Marekani. Raia wa Marekani walioko Israel wamehimizwa kufahamu maeneo ya karibu ya kujikinga na kubaki tayari kukabiliana na uwezekano wa mashambulizi ya makombora au ndege zisizo na rubani. Nchini Iraq, ubalozi wa Marekani nchini Baghdad pamoja na ubalozi mdogo mjini Erbil imewataka wa Marekani kuongeza tahadhari na kuzingatia kuondoka katika eneo hilo. Ujumbe wa Marekani nchini Iraq umeendelea kufanya kazi, ingawa baadhi ya watumishi wao wako chini ya utaratibu wa kuondolewa kwa amri kutokana na mazingira ya usalama. Wakati huo, ripoti ya Washington Post imeeleza kuwa mkuu wa majeshi ya Marekani barani Ulaya ametoa tahadhari kwa siri kwa Pentagon kwamba hana meli za kivita za kutosha kuendelea kuilinda Israel dhidi ya mashambulizi ya makombora ya balistiki kutoka Iran. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, upungufu wa meli za kivita aina ya destroyer unaweza kulazimisha Marekani kuweka kipaumbele zaidi katika ulinzi wa ardhi yake yenyewe kuliko kuendelea kutoa kiwango kile kile cha ulinzi kwa Israel. Taarifa hiyo inaibua maswali kuhusu uwezekano wa Marekani wa kuendelea na operesheni zake za kijeshi katika maeneo mengi kwa wakati mmoja, huku ikikabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi pamoja na vitisho katika Mashariki ya Kati. Katika maendeleo mengine, jeshi la Iran limesema hatima ya marubani watatu waliokuwa wakishiriki katika operesheni iliyolenga kambi ya kijeshi ya Marekani Al Udeid nchini Qatar bado haijulikani, miezi kadhaa baada ya operesheni hiyo. Msemaji wa jeshi la Iran Mohammad Akraminia alisema marubani wanne walishiriki katika operesheni hiyo kwa kutumia ndege mbili za kivita aina ya Su-24. Kwa mujibu wake, ndege hizo zilifanikiwa kulenga shabaha iliyokusudiwa, lakini zilishambuliwa na ndege za adui zilipokuwa zikirejea kupitia Ghuba ya Uajemi. Mwili wa mmoja wa marubani hao, Majidi Kazem, ulipatikana na kurejeshwa Iran, na hata hivyo hatima ya marubani wengine watatu bado haijajulikana. Iran imesema Qatar imeeleza Tehran kuwa haina taarifa kuhusu mahali walipo marubani hao, lakini imetaka serikali na jeshi la Qatar kufanya juhudi zaidi kubaini hatima yao kwa kuzingatia sheria za kimataifa na misingi ya kibinadamu.